ujumbe kwenda kwa Yesu, wanamwambia Yesu, yule rafiki yako Lazaro sasa yu mgonjwa, hawezi, amefika katika hali hiyo ya kutokuweza. Yesu akasema hapana, mimi sintaenda sasa. Kwa nini? Kwa sababu bado madaktari wangesema huu ugonjwa aliokuwa nao tuna uwezo wa kuutibu. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile isingekuwa na uzito huo. Yesu akasubiri hadi Lazaro anakufa. Baada ya Lazaro kufa, kulikuwa kuna jambo ambalo linashikilia kwamba kuna utamaduni. Laiti kama angeenda siku ile ile, yani kwamba Lazaro amekufa leo, Yesu akaja kesho, Wayahudi kwa tamaduni walikuwa wanasema huyu mtu amezimia. Kwa hiyo wangekuja wakakriticize kwamba huyu mtu bwana hajafa, amezimia. Kwa hiyo wangesema huyu mtu alikuwa amefanya nini? Amezimia. Kwa hiyo Yesu akasubiri. Ikapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na siku ya 4 Yesu akaanza kufunga safari, akaanza kwenda Bethania. Anaenda Bethania, Biblia inaeleza wazi kwamba Lazaro tayari alikuwa ameshakufa na mwili wake unatoa harufu. Tayari ni jambo ambalo kwa kawaida haliwezekani. Yani huyu mtu ambaye ameshakufa, body cells zimeshaanza kutoa harufu, manake zimeanza kuoza. Kwa namna yoyote huyu mtu hawezi akapona. Lakini hebu angalia, Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawakusanya, anawaambia sikieni niwaambieni, twendeni sasa, na ni jambo hili ni kwa ajili ya Mungu ajipatie utukufu. Mungu kuna mambo anayafanya ili yeye aweze kujipatia utukufu. Yawezekana ni hiyo biashara, yawezekana wale unayopitia tayari imeshakufa, tayari umeshaikatia tamaa. Yesu yuko mahali hapa ili aweze kujipatia utukufu kupitia hilo jambo. Kuna mazingira unapitia, umeshakata tamaa kabisa kabisa, haiwezekani, ila ni kwa ajili ya utukufu wa Baba. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yeye Mungu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa watu ambao wameshakwambia ugonjwa utakuwa, kwake yeye Mungu wa yasiyowezekana yuko mahali hapa ili aweze kukusaidia. Mungu wa yasiyowezekana yuko mahali hapa ili aweze kukutana na hitaji ya mwanao. Huenda kuna mtoto ambaye unaye hauelewi itakuaje. Unaona mwenendo wake haukupi picha nzuri, haukupi matumaini. Mwingine yuko kwenye ndoa impi matumaini. Mungu wa yasiyowezekana alikuwa anasubiria tu ifike kwenye hiyo hali ili uweze kuwa na ushuhuda. Tuna watu wengi watakuja na ushuhuda ya kwamba nilikuwa katika hali ya kutalakiana na mume wangu au na mke wangu, lakini sasa tumerudiana, na Mungu amerudisha upendo, na Mungu amerudisha amani, na Mungu amerudisha furaha, ili wewe uwe ushuhuda wa wale ambao wasingeweza kuamini kama usingefikia kwenye hali hiyo.